Mapema Jumatano, timu ya taifa ya kandanda ya Senegal iliwashinda wenzao wa Misri katika nusu fainali ya kombe la mataifa ya Afrika kwa bao 1-0. Mchezaji nyota wa Senegal, Sadio Mane, alifungia Senegal bao katika dakika ya 77 ya mchezo huo baada ya timu yake ya taifa kutawala mchezo na kusababisha tishio katika lango la timu ya taifa ya Misri tangu mwanzo wa mechi. Hossam Hassan, kocha wa timu ya taifa ya Misri, alikuwa ametumia mbinu aliyoifuata katika mechi zilizopita dhidi ya Ivory Coast ambayo ilikuwa ni 5-3-2 kwa maana 5-3-2. Hata hivyo, mwanzo ulikuwa tofauti kwa timu ya Misri iliyocheza kwa kulinda lango lake hasa mwanzoni mwa kipindi cha pili. Katika mchezo huo, mwamuzi alitoa kadi nyingi za njano, ya kwanza kwa mchezaji wa Misri Hossam Aben Maguid na ya pili kwa mchezaji wa Senegal Habib Diarra. Mwamuzi pia alionyesha kadi ya njano kwa mchezaji wa Senegal Koulibaly. Katika hatua ya mtoano, timu ya taifa ya Misri iliendeleza uchezaji wake mzuri kwa kushinda Benin bao 3-1 baada ya kutumia muda wa ziada katika hatua ya 16 bora na kisha kuifunga Ivory Coast bao 3-2 katika mechi ya kusisimua ya robo finali. Kwa upande mwingine, timu ya taifa ya Senegal iliingia uwanjani kwa kujiamini sana baada ya kufanya vyema wakati wa michuano hiyo, ikianza kwa ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Botswana, kisha kutoka sare ya bao 1-1 na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla ya kupata ushindi mnono wa bao 3-0 dhidi ya Benin. Katika hatua ya 16 bora, Simba wa Teranga ililaza Sudan mabao 3-1, kisha ikailaza Mali kwa bao 1-0 katika robo finali. Timu ya taifa ya Senegal inachukuliwa kuwa moja ya timu zenye ulinzi mkali katika michuano hiyo, ikiwa imeruhusu mabao 2 pekee hadi sasa kutokana na uchezaji bora wa golikipa wao mkuu Eduardo Mendy unaoakisi ugumu wa kupenya ngome yao. Mechi hiyo ilikuwa na kipengele cha kulipiza kisasi kwa timu ya taifa ya Misri, hasa kutokana na kwamba kizazi cha sasa kilipoteza kwa Senegal katika matukio mawili muhimu. Ya kwanza katika fainali za kombe la mataifa ya Afrika mwaka 2021 ambapo Mafarao walipoteza kwa mikwaju ya penalti, na ya pili katika mechi za kuwania kufuzu kwa kombe la dunia mwaka 2022 ambapo timu ya Senegal pia ilishinda kwa mikwaju ya penalti baada ya timu hizo mbili kutoka sare ya jumla ya mechi 2 za nyumbani na ugenini. Kabla ya pambano la timu hizo mbili katika nusu fainali ya kombe la mataifa ya Afrika nchini Morocco, kocha wa timu ya taifa ya Misri Hossam Hassan akizungumza mjini Tangier alithibitisha kwamba ushindani kati ya nahodha wa Mafarao Mohamed Salah na mchezaji mwenzake wa zamani wa Liverpool, mchezaji wa kimataifa wa Senegal Sadio Mane, ni mfano mzuri kwa soka la Afrika. Hiyo ndio ilikuwa nusu fainali ya pili kwenye michuano ya AFCON ambayo inaendelea pale nchini Morocco. Nini maoni yako? Hii ni Talent Media. Mimi ni Ali Swaleh Mshana. Asante na kwaheri.